Ukiona una kiu ya kwenda ibadani, ni dalili inayoonyesha umekufa. Bwana tusaidie. Bwana tusaidie. Dalili ya 4, huigiza mambo ya kiroho. Huigiza mambo ya kiroho. Dalili ya 4, huigiza mambo ya kiroho. Yaani mambo ya kiroho mtu anaanza kuyaigiza. Wanafanyaga hivi, wanafanyaga hivi. Mambo ya kiroho hayana ufundi, lakini utaona watu wanaanza kuigiza. Wokovu watu wanaigiza, maombi watu wanaigiza, kunena kwa lugha mpaka wanaigiza. Na kunena kwa lugha hiyo ni hatari. Unajua kifo cha kiroho wapendwa, kifo cha kiroho hatari sana, ni hatari. Unaigiza na mambo yasiyoigiwa, wewe unaiga, hicho ni kifo. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana leo tumefika mahali na wokovu watu wanaigiza. Wanaigiza na wokovu. Onekane na mimi kama nimeokoka wakati hujaokoka. Wokovu hatuigizi. Ukiona hii hali imeshaingia ndani yako, umekufa. Na kifo hiki ni kibaya, kwa sababu mtu huyu anayeigiza mabadiliko yanakuwa magumu. Kwa sababu atasema mimi nimeokoka wakati hajaokoka. Mimi nina Yesu wakati Yesu hayumo. Kwa hicho kitu ni dalili mojawapo ya mauti. Marko 7 mstari wa 6. Hatutasoma. Marko 7 mstari wa 6. Marko 7 mstari wa 6. Jambo la 5. Hawataki uwepo wa Mungu. Hawataki uwepo wa Mungu. Yaani kama ndani yako kumekufa, hutataka hata watu wanapoomba wakanena kwa lugha. Yaani kile kitendo cha mtu kunena kwa lugha ni kikwazo kwako wewe. Yaani unaudhika kweli chikiwi na mwenyewe. Ukimwona mtu anaomba mpaka analia, yaani unakwazika mpaka unabenua na mdomo, wewe ni marehemu. Kwa hiyo ni kitendo hicho kinachoonyesha huyu mtu amekufa. Swala lolote linalotokana na maandiko lazima lina uhai wake. Hata kulia kuna uhai wake. Sisemi ulie bila sababu. Hakuna mtu anasema haya wewe anza kulia, anaanza mwenyewe. Na ukiona mtu anasikia, kama kuna kitu mojawapo ambacho Mungu anakielewa, ni mtu ambaye ametoa machozi kwa ajili ya jambo fulani. Ngoja niseme hivi, kitu kimojawapo cha mwanadamu ambacho kinaonyesha huzuni ni chozi. Chozi linaonyesha kabisa jambo hili limeigusa utu wa mtu, yani limegusa utu wa mtu. Kwa hiyo yale machozi yale huwa yanadai kisasi. Ndio maana machozi yoyote huwa yanadai kisasi, lazima. Na nyewe mnayewakaza watu wanalia, nyinyi mnayewakwaza mpaka watu wanalia, umemuumiza analia, hata kama sipokufanya lolote, yale machozi yaliyokulilia yale machozi yale yatakulipa kisasi kabisa. Yale machozi yaliyotoa, machozi yaliyolia kwa ajili yako, yale machozi, awe ni mume amekulilia, awe ni mke amekulilia, yale machozi, na yale machozi yakaonekana yana haki, yana kisasi, yana kisasi, lazima talipa. Kaangalia Mungu alivyomwambia Kaini, yuko wapi Habili? Damu yake inanililia, damu inanililia. Maana kama naona machozi ya Habili kule mbinguni yanalia. Tendo lolote linalofanya mtu mwingine alie, Mungu analiangalia sana jambo hili. Acheni kuwaumiza watu, acheni kuwakwaza watu, kwa kuwa Mungu wa kisasi atakulipa kisasi na hautakuwa salama. Mungu atusaidie sana. Haleluya, haleluya. Kitabu cha Timotheo 3, Timotheo wa pili 3 ule mstari wa 5. Timotheo wa pili 3. Tunataki uwepo wa Mungu, taki nguvu za Mungu.
Yaani swala la Roho Mtakatifu ni kama la dhehebu fulani hivi. Kama kuna dhehebu fulani hivi, ndio mambo ya Roho Mtakatifu ya lenyewe ni kufa. Hiyo ni mauti. Timotheo wa pili mlango wa 3 mstari wa 5. Biblia inasema, wenye mfano wa utauwa, lakini wakiikana nguvu zake, hao nao jiepushe nao. Wenye mfano wa utauwa, yaani wana mfano wa utauwa kabisa wa ulokole, lakini kwa habari ya upako wa Roho Mtakatifu hawataki. Mambo ya roho hawataki, wanataka ibada, yani ibada wanaipenda, ila hawamtaki Roho Mtakatifu. Marehemu hao. Ishara ya 6, maombi na vipindi vya maombi vinakuwa havina maana kwake. Maombi na vipindi vya maombi vinakuwa havina maana kwake. Ukiona mtu amepoteza hamu ya kwenda kwenye maombi, kesho jamani ni maombi, yeye hataki, ujue vipindi vya maombi na maombi yake yeye mwenyewe binafsi, ujue amesha kufa. Zamani alikuwa vile vipindi vya maombi yake aliyojiwekea na vithamini, anadumu kwenye maombi, anajiwekea limiti mwenyewe, masaa fulani nitakaa kwenye maombi, muda fulani nitakaa kwenye maombi. Lakini saa hizi hana mpango huo. Maombi kanisani, na ya kanisani ni yale ya kuomba Baba Mtakatifu. Kumbe na yule pale analia, Baba katika jina Yesu, fahamu amani. Amen. Ndio maombi ya kanisani. Ya kwake ndo yameisha yote. Akiingia kuomba na lala usingizi. Marehemu. Hii ni ishara ya roho iliyokufa. Akiingia kwenye maombi, Baba katika jina la Yesu. Yaani kigusa tu maombi ni miayo na chafya. Hii ni dalili inayoonyesha wamekufa. Kwa hiyo hicho kinachojifunua, weka fuatilie miayo, Ndio maana ukiingia kuomba hivi, unaomba, ukipiga moyo mmoja, maana umepiga breki maombi. Unapiga moja, shetani anasema moja hiyo, subiri na kulipua mara ya pili. Unaingia Mungu katika Yesu, nakemea mapepo yote, ya pili hili hiyo umeshapungua tayari. Yesu nakushukuru katika jina Yesu, katika jina basi. Kiona mtu amepisha, hana maombi tena, amemaliza maombi. Na wengine wakiingia kwenye maombi wanasikia mwili unawasha, yani mnaanza kuwasha. Wewe fuatilia, utaona hiyo dalili inaonyesha kabisa sio nzuri kwako, ni hatari. Haleluya. Amen. Na wengine anaingia, ukiingia kwenye maombi unaona, yani unaomba moyo unakataa kwenda juu, unapenda kwenda nyumbani. Yani unakuwa na moyo unayekataa kwenda juu, ila unapenda nyumbani. Yaani ukiingia kwenye maombi unaona nyumba yako na kochi na sofa hivi, mashamba haya hapa. Hapo kwenye maombi kule unatabasamu na kutangapa katika jina la Mungu. Unaweza kufikiri jamaa ameshuka na upako wa furaha katika jina la Mungu. Kumbe rafiki yake ameshakuja. Waliyecheka pale barabarani, kamuona hapa. Hiyo ni dalili ya roho iliyokufa. Maana haiendi juu. Biblia inasema ikiwa umefufuliwa pamoja naye, yatafuteni yaliyo juu, yafikirini yaliyo juu. Kristo aliko ameketi mkono wa Mungu aliye hai. Tafuteni yaliyo juu, sio ya chini. Mbona wewe roho yako inatafuta chini? Inatafuta juu? Haitafuti juu, inatafuta chini. Ni dalili ya roho iliyokufa. Usikate tamaa. Yesu ameachilia ufufuo leo. Hizi nakwambia dalili ujitambue. Maana wewe ukapona mpaka umejijua. Ukiona kama moja wapo katabia hii, kapo. Uelewe kwamba mimi nilipo siko salama. Wengine akiingia kwenye maombi anaona panauma hapa.
kwenye shingo hapa. Akiomba tu panauma hapa. Ukiomba tu panauma hapa. Maana yake nini unajua? Maana yake huku chini huku kuna mwekezaji. Huku chini kuna mwekezaji aliyewekeza vitu vingi sana. Sasa ili viwe salama, lazima akae mlinzi hapa kuhakikisha hakuruhusu uombe utavuruga uwekezaji wa huku. Ukiomba kidogo panauma hapa, ukiomba kidogo mwingine ni kwiki. Mungu katika huyo ni mlinzi, analinda uwekezaji wa mtu. Kuna roho imewekeza inataka usalama. Ujue hiyo ni dalili. Alafu kuna dalili nyingine, unaona unakuwa katika mawazo mazito mpaka kuchanganyikiwa yani. Yaani mawazo kwa mazito yenye mvuto fulani hivi usioelezeka mpaka mtu huyu mtu hata mtu akisalimia usikii. Usikii kabisa. Wewe fulani, habari za leo? Yaani upo kama upo vile. Upo. Ni kama msukule. Hiyo ni dalili ya hatari nayo. Kisha gundua namna hiyo, maana yake kuna kitu kimeingia. Unahitaji msaada wa Roho Mtakatifu akusaidie. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Kushindana na adui lazima uelewe mbinu anazotumia. Hivi kwa mfano, mimi nikiwa siombi mwili hauwazi. Au nikiingia kwenye maombi naona mwili. Sasa mbona ni rahisi? Mwambie kumbe leo nimeelewa wewe ni adui. Sasa tatizo lako ni hili. Sitajikuna hata kama king'ata. Sijikuni. Nitaendelea kukushambulia. Jamani, muwe wa kweli. Nani aliwahi muona bodyguard anajikuna? Muwe wa kweli kabisa. Bodyguard wa rais yani. Si wanasimama nyuma. Ni siku ipi uliona anajikuna? Kuna siku uliona amegeuka? Kuna siku uliona anacheka? Hebu nafikiri wenyewe wale ni magongo watu. Hata kama kingeng'ata kiroboto hawezi akajikuna. Ana kazi maalumu. Kwa nini na wewe usiigomee hiyo tabia? Iambie na hii tabia na mimi naigomea kabisa. Kama mwilini wanaweza namna hiyo, mimi. Mtu mmoja, mtumishi mmoja alikuwa anasimulia, anasema hivi, hadithi ya mtu mwingine. Kwamba anasema kulikuwa na bodyguard mmoja alikuwa ameenda na rais nje za nchi. Sasa wamefika pale, wale marais wamekaa, kila mmoja anakaa na bodyguard wake, anakaa nyuma. Sasa yule rais wake ambaye yeye amesimama nyuma, anasema akakivuta kiti. Huyu asijue kwamba anavuta kiti. Anasema akakivuta kiti, alafu kile kiti kikakalia mguu wa bodyguard. Bodyguard inatakiwa baki hivyo hivyo mpaka kikao kinaisha. Anasema kile kiti kilikandamiza kwenye mguu, yame baki vile. Hakuna kusema kwa mheshimiwa, inchi na mtazamo. Anasema libaki vile vile mpaka mkutano naisha. Anaponyanyuka moyo anasema afadhali. Anatoa mguu. Anasema wakiwa wamepanda ndege wako wenyewe, akasema mheshimiwa, hivi unajua pale ulinikanyaga? Nikukanyaga. Uliporudisha angalia mguu. Anasema rais kuangalia mguu alipofika kwenye inzi yake akampandisha cheo kikubwa kweli. Katika taabu ile imempa kuvuka. Kuna vitu fulani kupigana kiroho ni mashambulizi wazi wazi kabisa. Kwa hiyo unapoona kitu fulani kinakuvurugia, unakiwekea mkakati, start toka. Basi unaendelea namna hiyo. Na Mungu anasema kwa kuwa umeamua, basi na mimi nakitoa hicho kitu. Amen, amen. Haleluya. Jambo lingine, waliokufa kiroho wana maneno magumu. Wana maneno magumu.
wana maneno magumu. Waliokufa kiroho wana maneno magumu. Ukiona kama na wewe una maneno magumu, basi uelewe kwamba umekufa ndani. Nje uko hai, ila ndani umekufa. Waliokufa kiroho wana maneno magumu. Kitabu cha Ayubu, kitabu cha Ayubu 21:14-15. 21:14-15. Biblia inasema, walakini walimwambia Mungu, tuondokee, kwani hatutaki kuzijua njia zako. Walimwambia Mungu, tuondokee. Hawa ni watu wameokoka, wanamjua Mungu, lakini anasema walimwambia Mungu, tuondokee. Kwa nini tuondokee? Hatutaki sisi kuzijua njia zako. Wana maneno magumu. Nini? Wamekufa, wataki uwepo wa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. 15:22. Ayubu 15:22 anasema, yeye hasadiki kwamba atarudi kutoka gizani. Yeye hasadiki kwamba atatoka gizani, naye hungojewa na upanga. 15:22 nimesoma. Naye hungojewa na upanga. Hasadiki, hana imani yoyote. Yeye hasadiki kwamba atarudi kutoka gizani, naye hungojewa na upanga. Yaani ameingia mahali hawaamini kwamba nitatoka kwenye hilo eneo, nitatoka kwenye hicho kifungo. Hawasadiki, na kwa sababu hawasadiki, wanasubiriwa na nini? Wanasubiriwa na nini? Sema Bwana Yesu, kuanzia leo naamini ya kwamba natoka gizani na kuingia nuruni. Amen. Hawasadiki kwamba nitakuja kutoka kwenye tatizo. Hawasadiki. Kitendo cha kutokuamini namna hiyo, unasubiriwa na upanga, unasubiriwa na mauti, unasubiriwa na muuaji. Hata kama nimekamatwa na haka katabia, mimi ninaamini kwamba nafunguliwa. Hata kama shetani ulikaa na mimi ukanitengenezea mazingira haya, na mwamini Bwana wangu hajaniacha. Ninatoka kwenye hii tabia, nakwambia inatoka hiyo roho, kwa sababu niamini. Muamini ni hatua. Ila kama uko miongoni wao hawasadiki kwamba atatoka gizani, upanga unakusubiri. Uko kanisani, upanga unakusubiri. Usikukute huo upanga. Amen. Walioandaa upanga warudi wenyewe. Amen. Walioandaa upanga warudi wenyewe. Walioandaa upanga warudi wenyewe. Kitabu cha Malaki mlango wa 3. Kitabu cha Malaki mlango wa 3. Hiki mimi ninakupa kioo, hatukiwa peke yako kule nyumbani. Mnakuwa mnajipitia kama umekufa au uko hai. Nakupa tu kioo cha kujitazama. Usisubiri mtu akutazame. Unajitazama mwenyewe. Ukiona tabia mojawapo iko hapa, maneno yenu yamekuwa magumu juu yangu. Maneno yenu yamekuwa magumu juu yangu, asema Bwana. Asema Bwana. Lakini ninyi mwasema, tumesema maneno juu yako kwa namna gani? Anasema na sisi bado ni wasemaji, tunajibu. Tumesema maneno gani magumu? 14 anasema, mmesema kumtumikia Mungu hakuna faida. Kwa kinywa chenu mmesema wenye kumtumikia Mungu hakuna faida. Na tumepata faida gani kwa kuyashika maagizo yake? Kwani tumepata faida gani tangu tumeokoka? Tumeenda kusali, tumeenda kwenye semina ile na hiyo na hii hapa. Tumepata faida gani? Hakuna faida. Namaliza. Anasema nirudie tena ule mstari wa 14.
Nimesema kumtumikia Mungu hakuna faida, na tumepata faida gani kwa kuyashika maagizo yake na kwa kwenda kwa huzuni mbele za Bwana wa majeshi. Na ule mstari wa 15 anasema, na sasa twasema ya kwamba wenye kiburi ndio walio heri. Na hebu tulia kidogo hapa. Anasema mnasema wenye kiburi, wasioolewa, wasiooa ndio walio heri. Yaani heri kabisa kutokuolewa kuliko kuoa. Ni maneno magumu. Na wasioolewa anasema heri kuolewa. Walioolewa anasema heri ubaki hivi hivi kuliko kuishi na mume kama huyu. Hayo ni maneno. Wenye nacho anasema heri umaskini kuliko kunyanyasika hivyo. Masikini anasema jamani, wana heri matajiri. Maneno magumu. Waliookoka wanaona afadhali kuwa mataifa. Mataifa anasema wana heri wenzetu waliookoka. Maneno yamekuwa magumu. Mmepata faida gani kumtumikia Mungu? Wenye kiburi ndio heri, wanamjaribu Mungu ndio heri. Haya ni maneno ya marehemu. Haya ni maneno ya mtu aliyekufa. Usimsikilize, ni hatari kumsikiliza huyu. Bwana Yesu asifiwe. Dalili ya mwisho, hata akitenda dhambi hasikii hukumu. Hata akitenda dhambi hasikii hukumu. Hata ukitenda dhambi, yani watu kama hawa hata kama ngelitenda jambo ambalo wengine hata wakilisikia mioyo inalipuka, yeye ana amani. Maana atakwambia, mbona mimi jambo hili lina amani kwangu? Yaani sikia vizuri. Wenzako tunasikitika, mwenzetu mimi nina amani. Juu ya hili mimi nina amani. Ndio maana msikia mtu mwingine anasema, yaani mimi mwenzetu anasema eti kula nyamafu ni dhambi, yaani kula kibudu ni dhambi. Biblia inasema kama na amani ninachokula. Kwa mwenzenu kula nyama ya nyamafu, yaani kibudu, nina amani. Ni amani ya maiti. Mungu abadilike. Kama mtu amekufa na kuwa na amani isiyo ya kweli, amani ya Yesu iamue ndani ya moyo wako. Huwezi kuwa na amani kumsema mwenzako. Huwezi kuwa na amani kumtendea jambo baya mwenzako. Na amani gani hiyo? Amani ya kumtukana, amani ya kutokumsalimia mtu. Hiyo ndio amani. Umepata wapi hiyo amani? Sio amani ya Mungu. Hiyo ni dalili ya roho iliyokufa. Lakini ashukuriwe Mungu kwa sababu anapeleka roho ya uhai. Anaipeleka roho ya uhai. Na roho ya uhai ingie ndani yako. Na roho ya uhai ikae na wewe. Roho ya uhai ikupe kutembea. Roho ya uhai ikupe kujua mambo yanayotakiwa kujua. Wewe uwe hai. Na moyo wako uwe hai. Na nafsi yako iwe hai. Uchumi wako uwe hai. Na ukaendelee kuwa hai. Jina la Bwana libarikiwe. Ndoa yako iwe hai. Watoto wako wawe hai. Huduma yako iwe hai. Vile vilivyokufa iwe hai. Lazima vifufuliwe. Hata kama mauti ilitumwa, leo ninatangaza umetumwa roho ya uzima. Kwa watu lazima wawe hai. Kama ni ndoa imekufa, lazima iwe hai. Haleluya. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu, ninakuja kwako katika jina la Yesu. Naomba toba. Naomba msamaha mbele zako. Nimekosa sana. Nimejitambua. Nimekuwa mfu. Kama ulivyosema wewe mwenyewe, una jina la kuwa hai, lakini umekufa. Ni kweli. Moyo umekufa. Ni kweli. Roho imekufa. Ni kweli. Maono yamekufa. Ni kweli. Mipango imekufa. Ndoto zimekufa. Sioni uelekeo. Nimesema maneno magumu mbele zako.
niachie na ufungue moyo na roho yangu iliyokufa. Roho yangu sikia sasa, na kumbuka mtu mmoja anaitwa Shamgari aliambia roho yake, roho yangu endelea mbele kwa nguvu, endelea mbele kwa nguvu, endelea mbele kwa nguvu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Tabia yoyote inachukua umaarufu ndani ya mwili wangu na mkataa leo, na iondoa leo katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Bwana Yesu, kumbuka nafsi yangu ni ya thamani sana, ni ya thamani sana. Naomba unikumbuke. Bwana Yesu, kumbuka roho yangu ni ya thamani sana. Ondoa mauti, ondoa mauti uliokaa ndani yangu, ondoa mauti kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Bwana Yesu, nivushe sasa na unipandishe kutoka shimoni kwenye shimo la utelezi nilikopelekwa, katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu. Niko chini sana, niko chini sana, sioni mlango, sioni dirisha na kutokea, nimeshushwa chini, lakini leo katika Bwana nikiwa Yesu, ulishuka shimoni, kwenye shimo la giza, ulishuka shimoni, kwenye shimo la mauti. Siku ile ya tatu ulitoka shimoni ili mimi nitoke katika wewe, ili mimi nitoke katika wewe. Na kwa sababu hiyo, hata kama ni baba yangu au mama yangu au baba yangu au babu yangu au bibi yangu au kabila langu au chifu yeyote aliyehusika kunifanya shimo, katika damu ya Yesu leo natoka, leo natoka kwenye hilo shimo, kwenye hilo shimo la giza, kwenye hilo shimo la mauti, kwenye hilo shimo la kutokuamini, kwenye hilo shimo la laana, kwa jina la Yesu. Maadui zangu wote, wakubwa na wadogo, kwa mamlaka niliyopewa, na waamuru leo waingie shimoni, kwenye shimo refu lisilo na mwisho, wapeleke huko na watupa huko, na watupa huko kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Waliyekamata mfumo wangu wa maisha, achia, 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 achia. Roho ya ukiwa iliyopandwa, walionikalisha giza, leo ninatoka, ninatoka, ninatoka hapa gizani, natoka leo, leo natoka hapa gizani, hapa gizani, hapa gizani, kwa jina la Yesu. Malaika waovu wanayenilinda, malaika waovu wanayenilinda eti nisifunguliwe, wanawapiga, nawapiga, 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 nawapiga kwa jina la Yesu. Tena ipokeeni, tena ipokeeni chapeo ya wokovu na upanga wa Roho. Tena ipokeeni chapeo ya wokovu na upanga wa Roho, ambao ni neno la Mungu. Kwa imani nabeba upanga wa Roho, kwa imani nabeba upanga wa Roho. Shika vizuri wa mkono wako, shika vizuri mkono wako, usimsindikize mtu hapa. Kila mtu amekuja. Upanga wa Roho, nabeba upanga wa Roho, nabeba upanga wa Roho. Kuanzia sasa, walionikamata ninawakata, ninawakata, ninawakata minyororo yote walionifunga mimi, naikatakata kwa jina la Yesu. Kuanzia utozini mpaka kwenye wayo, nakatakata katika jina la Yesu. Uwekezaji mbaya
yangu. Haribika, haribika, haribika. Mawazo mabaya, huzuni, tamaa mbaya, magonjwa, mauti, mikosi, haribika. Peka, peka. Kila roho iliyonishika mimi na ikataa leo, na ikataa leo, na ikataa leo, na ikataa leo. Damu yoyote iliyonifunga, damu yoyote iliyonifunga, kwa damu ya Yesu leo najifungulia vifungo vyote, ikiwa ni damu ya wanyama kwa jinsi zake, damu ya binadamu kwa jinsi zake, damu ya ndege kwa jinsi zake, damu ya kiumbe chochote ilichonifunga mimi leo kwa damu ya Yesu najifungulia vifungo vyote, najifungulia. Hebu jifungulia, jifungulia kwa mtoto, jifungulia, jifungulia, jifungulia. Hata kama kuna kitu kinakusumbua kwa siri, Yesu naye atakuponya kwa siri huko huko.